mkisubiri, ningependa kumkaribisha mwalimu kaweze kusimama, yaani mhubiri. Wangapi wanamkaribisha mhubiri? Haya basi, tuandae vitabu vyetu, mahali ya kuandika na Biblia mikononi. Asante sana. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Wiki imekuwaje? Mzito. Lakini tumefika pahali salama, si ndio? Mara yangu ya kwanza kuwa hapa Samon. Kwa hivyo naona nakaribia kwa elda hivi karibuni So kwa hivyo nilistudy kwa Biblia ya Kiingereza, Kiswahili kidogo Biblia yake. So kwa hivyo mtabea with me nikiongea Kiingereza kingi kidogo. Kwa hivyo ningeomba tusome tena. Sisi nisome Kiingereza ama mtu kuna mwenye atasoma wa Kiswahili? Takusomea Kiswahili. Marko 8:22 hadi 25. 26 inasema hivi: wakafika Betsaida, wakamletea kipofu, wakamsihi amguse. Akamshika mkono yule kipofu, akamchukua nje ya kijiji, akamtemea mate ya macho, akamwekea mikono yake, akamuuliza, waona kitu? Akatazama juu, akasema, naona watu kama miti inakwenda. Ndipo akaweka tena mikono yake juu ya macho yake, naye akatazama sana, akawa mzima, akaona vyote waziwazi. Akampeleka nyumbani kwake, akisema, hata kijiji usiingie. Amen. Amen. Kwa hivyo sitachukua muda wenu sana. Ni kitu rahisi, kitu ambayo niliweza kuona mimi na Mwenyezi Mungu alianza kunionyesha. Kwa hivyo ninaomba tuweze kusikiza kwa umakini. Kuko na instances mbili na kuna unique thing hapa. Yesu ameponya watu wengi sana. Na uwezo wa Yesu hata wengine hawatakuwa wanamuona wakati alikuwa anawaponya. Kuna mwenye alimshika tu nguo akapona. Lakini kuna kitu unique kwa hii uponyaji hapa. Alimgusa mara mbili. Alimgusa mara ya kwanza na akamuuliza, unaona? Akasema naona watu kama nini? Miti. Kwa hivyo hakuwa anaona vizuri, si ndio? Alafu mara ya pili alipoguswa na akakuwa anaona wazi. Kwa hivyo this is a unique thing. Kuna sababu ya Yesu alifanya hivi. Kila kitu ambacho Yesu amefanya kwa sababu. Kuna kitu ambacho anaona mbele ambao anajaribu kutufunza sisi. Na kwa hapa alikuwa anajaribu kufunza wanafunzi wake. Kwa hivyo nataka mtu anisaidie kusoma 27. Hapo Mark 27 hadi 30. Nasema hivi: akatoka Yesu na wanafunzi wake wakaenda kwenye vijiji vya Kaisari Filipi. Na njiani akamuuliza mwanafunzi wake akasema, watu hunena mimi kuwa ni nani? Mpaka ngapi? Mpaka 30. Wakamjibu, Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine mojawapo wa manabii. Naye akawauliza, na nyinyi mnasema ya kuwa mimi ni nani? Petro akamjibu akamwambia, wewe ndiwe Kristo. Akawonya wasimwambie mtu habari zake. Amen. 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 Wakati nilikuwa nasoma kitabu cha Mark, nilipofika hapa nikaangalia hizi instances mbili, nikaona zinakaribiana. Actually hata zinafanana. Kwa sababu wakati alikuwa Betsaida, wakati alikutana na ule blind man, wakati walimuomba aponye, alimgusa mara ya kwanza. And then kwa Kiingereza tunasema blurry, aliona blurry, yani a vision ambayo haionekani vizuri. Wakati mtu ako na shida ya macho, wakati unaamka hujiona vizuri.
then akamgusa mara ya pili, ndo akaona clearly, akaona kila kitu sawa. Unaona? Then unaona hapa wakati amesonga, wakati waliendelea kusonga mbele, wakafika kijiji kingine ambapo ni Filipai, Caesarea, nadhani kitu kama hiyo. Akauliza wale disciples wake, watu wanasema mimi ni nani? Wakamjibu aje? Wengine ni Elia, Yohana Mbatizaji, wengine mmoja wa manabii. Watu wananiona mimi kama nani? Elia, a prophet, si ndio? Wao watu, hii instance nikiangalia pamoja na ile ya kwanza, tukilinganisha na ule mtu wa kwanza, ule blind man wakati aliguswa, aliona a blurry vision. Na hapa wakati ambapo huyu alikuwa anauliza disciples, watu wanaona kama nani? Inaoneshana alikuwa anajaribu kuunganisha hizi ni mbili, kuonyesha kuwa watu huko nje wananiona mimi lakini hawanioni vizuri. Amepita, ameokoa watu, ameponya watu, amefanya vitu vingi, lakini akiuliza wale disciples, watu wanasema mimi ni nani? Hakuna mwenye anataja a correct thing. Hakuna mwenye anataja kweli Yesu ni nani, ama wanamuona akiwaje. Wanamtaja kama ni Elia amerudi, sababu alikuwa amesikia kwa Elia atafanya nini? Atarudi. Wengine wanasema ni prophet. Wengine wanasema ni nani? Ni Yohana. Kwa hivyo hakuna mwenye alikuwa akona clear vision ya Yesu ni nani nje ya wale disciples wake. Lakini hawa disciples wake ambao walikuwa wanatembea na yeye, walikuwa wameishi na yeye, wameona vile vitu vyote ambavyo Yesu amefanya. Hata kabla hajaenda kuhubiri huko nje, anaanza na wao. Wanamuita the brothers. Watu ambao wamelala naye, wamemwona akiomba, wameona miujiza ya Yesu kubwa, walikuwa wanamuona kama nani? Na wakati aliuliza, walijibu nini? Peter kajibu yeye ni nani? Kristo mwana wa Mungu. Was he correct? Yes. So sikuwa nataka kuchukua muda mrefu, na hii ndio ilikuwa funzo letu. Sisi kama Waadventista, sisi ndio ambao tumeshikilia sabato ya kweli. Watu wote wanasema sabato yao huko. Unaona Ijumaa sabato yao, wengine wanasema Sunday sabato yao, wengine wanasema ni Monday sabato yao. Lakini sisi ndio tunashikilia dini ya ukweli. Sisi ndio tunashikilia sabato. Sisi ndio nguzo sahihi ya dini ya Kikristo. Tunatembea na Yesu. Je, tunamuona Yesu clearly? Do you see Jesus clearly as Jesus the Christ, son of God? Hata baadaye ukiangalia huko mbele sasa kusoma, lakini ukianzia 31 hapo until 38 anaanza hata inabidi akae nao sasa, aanze kuambia sasa son of man atakuja, atakataliwa na the priest, atakataliwa na chiefs, atakataliwa na kila mtu, atakufa na atakuja kuja kufufuka siku ya tatu. Anakuja, inabidi saa waeleze yeye ni nani zaidi. Wanamjua kweli yeye ni mwana wa Mungu, yeye ni Christ. Lakini sasa inabidi hata akae nao zaidi awaeleze hawa disciples wake. Kwa hivyo sisi tumekaa na Yesu, tumetembea naye muda wote. In fact tukilala tuko na yeye, kukula tunakula ni venye yeye amesema. Kila kitu ambacho tunafuata ni yeye. Inamaanisha sisi ni disciples wa Yesu. Huko nje watu waseme Yesu ni nani, lakini hapa tumuone Yesu clearly. Tuguswe mara ya pili, tumuone Yesu clearly. Amen. Amen. Nyeke tuombe. In the name of God, the most gracious, the most merciful, Son of God. Oh Lord, you came to us. We are praying, oh Lord, that we see you clearly. From your scriptures, we have known you. From walking with you, from sleeping with you, from eating with you, from doing everything with you. Oh Lord, as we embark from here, oh Lord, we are praying that we see you in the way you are supposed to be seen, as Christ, the Son of God.
Wasemaje kwa mahubiri yao mafupi? Basi tusimame na wimbo namba 49. Choristers. wetu, tunakushukuru na kukutukuza kwa sababu ya uwepo wako kati yetu, zaidi kunena nasi, ukituhimiza Baba kututambua katika maisha yetu. Kila mmoja Baba akachukue nafasi yake kujua na kuwa nawe, ili kila mmoja aweze kuwa tayari ya kushuhudia juu ya kile anachokiamini tunapoendelea kuishi katika dunia hii. Ungependa Baba kujue vizuri, uwe mioyoni mwetu na sisi tuwe ndani yako, ili Baba tukutukuze katika kila jambo tunalofanya. Endelea kuwa nasi katika masaa haya mema ya Sabato, mawazo yetu, yale tutakayo nena Baba, yote yawe ni yale ambayo yanaendeshana na Sabato,
tunapoondoka hapa kwenda kwa chakula cha mchana, kwamba Baba ukazidi kutubariki hata yale ambayo tumejiandaa kwa ajili yake saa 8. Pia Baba tunaomba uwe nasi na utuhudumie vile ambavyo utapenda katika siku hii ya leo. Neema yako iwe juu yetu na mapenzi yako yatimie, katika jina lako Yesu tunaomba na hata kushukuru. Amen.